tunavyoenda kupakua Mungu tukauone mkono wako katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na leo tunaenda kupakia gari mbili. Kwa majina naitwa Mchungaji Joel Edwin Yalanda, diwani wa kata ya Bangata na mkurugenzi wa shirika la The Norbert and Friends Missions. Leo tumepata bahati ya kupokea kontena la futi 40 ya vifaa tiba ambavyo kwanza vinaenda baadhi kwenye halmashauri yetu. Halmashauri yetu imepokea, lakini vingine vinaenda kwenye hospitali zingine ambazo zinapatikana ndani ya Tanzania bara. Kwa hiyo mimi kama mdau ama shirika kama mdau tumekuwa tukifanya hivi kwa huu ni mwaka wa 7 sasa, na nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote, kwa maana kwa msaada wao mkubwa na vibali kutoka kwenye taasisi husika na mamlaka husika ndio vinatuwezesha sisi kufanya huduma hii. Vifaa hivi hakuna hospitali hata moja inayotoa hata shilingi. Vifaa hivi ni wadau wetu wa nje wamejitolea, na sisi tunakuwa waaminifu kuvipeleka kule vinakotakiwa kwenda, na hospitali zote zinapokea ni bure. Hakuna hospitali iliyotoa hata senti 5. Kwa hiyo hii kontena tuliloshusha leo la futi 40 ni kontena linaloenda kwenye hospitali zetu na huduma kwenye hospitali zetu kwa ajili ya kupunguza changamoto ya huduma za afya. Kwa hiyo serikali yetu inafanya jitihada, lakini pia na sisi wadau wa afya tunapambana kuhakikisha jitihada ambazo serikali inazifanya zinafanikiwa kwa 100%. Na mimi pia kama diwani nimekabidhiwa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuitekeleza, na kwa ilani hii ya Chama cha Mapinduzi niliyokabidhiwa kuitekeleza inanilazimu nipambane usiku na mchana kuhakikisha tunaungana na serikali kuhakikisha tunamaliza changamoto ya afya kwa ajili ya wananchi wetu. Na hii msaada inaenda kwa hospitali 57 Tanzania. Inaenda kwa hospitali 57 Tanzania, lakini kipaumbele lazima tutoe kwa halmashauri yetu ya Arusha DC. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, Mungu awabariki serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabariki watu wake, lakini Mungu awabariki wadau wetu ambao ni Global Health Ministries ambao wako Marekani.